Karibu Tabora, karibu Toronto. Kama mlivyoona hivi, tunapanda kwenye vyombo ambavyo ni artificial vya kubumba, na hii ni hatari zaidi. Kwa hiyo kilio cha wananchi hawa wote waliokusanyika ni kwa ajili ya kwamba wanahitaji msaada wa barabara ili kuepukana na adha hizi zinazotupata sababu ya kukosa daraja. Ndio maana hata uchumi wetu hauendi, maana walio wengi wanaopita kwenye mavyombo kama haya ni wale wenye roho ngumu. Simulizi za maisha na adha ya usafiri wanayoipitia wananchi wa eneo hili la Mwamdaki, kata ya Kizengi, wilaya Uyui, mkoa wa Tabora, unaweza kudhani ni maigizo na sehemu ya matayarisho ya sinema fulani, lakini la hasha. Hii ndiyo hali halisi inayowakabili kwa zaidi ya miaka 25 sasa. Huduma zote zinatendeka ng'ambo na ng'ambo nyingine. Hata wanafunzi hao wanapata huduma kutoka ng'ambo ya upande wa magharibi kwenda ng'ambo ya upande wa mashariki ili shule. Mitumbwi haina garanti ya nauli. Basi utakuta kwamba mwanafunzi anatozwa nauli ya kuvuka na kurudi tena. Isitoshe, hata huduma zingine sasa ambazo hospitali, hata huduma zingine za kiroho, kwa hivyo zinatumika ng'ambo ya pili. Mama Samia Suluhu Hassan tunamuomba, pamoja na mheshimiwa diwani na mbunge, wote tunawaomba washirikiane, hawa watu waepuke na maafa haya. Sauti ya huruma yenye uchungu moyoni inapaswa kwa viongozi kuweza kutupia jicho changamoto hii, licha ya kwamba mamlaka husika zimekuwa zikifanya jitihada za hapa na pale kuhakikisha wananchi wanavuka kutoka upande mmoja kwenda mwingine. Tunaomba serikali itutazame kwa macho ya huruma, itusaidie. Tunamuomba sana rais wetu. Tumekuwa tukisumbuka hapa karibuni mwezi uliopita wa 3, siku moja nikitoka ng'ambo nyingine kuelekea ng'ambo nyingine. Bahati mbaya ajali ikatokea katika mitumbwi hii. Najua tulitoka kwa shida sana, lakini ndio Mwenyezi Mungu ambaye ameweza kutuepusha katika ajali hiyo. Tumekuwa na usumbufu sana, lakini tumeamua kuvitumia vyombo hivi vya mtumbwi kwa sababu tumekuwa hatuna namna yoyote ile ya kuweza kupita katika mto huu. Ushauri kutoka kwenye kinywa cha mzee huyu ni vyema ukasikilizwa na mamlaka husika na kufanyiwa kazi pale inapobidi. Daraja ndio changamoto kubwa. Pengine limejengwa kwa siku hizi za nyuma, lakini linajengwa kwa kiwango cha chini. Haiwezekani. Tumeona madaraja mengi. Mto Malagarasi kuna madaraja pale hajabomolewa na maji. Kwa nini sisi hili daraja letu kila mwaka, kila linapomaliza kujengwa linabomolewa? Ina maana kadaraja kanakojengwa hapa ni kafinyo, hawaangalii level ya maji kwamba mto huu umemuvu hatua gani kutoka mwanzo hadi mwisho wa nini wa maji. Hili tatizo nafikiri tangu miaka 25. Askofu Chazi Rwambo naye kwa nafasi yake anaonesha masikitiko yake juu ya hali halisi wanayopitia katika eneo hili. Kijiji hiki toka kianzisho huu mto upo, lakini kujengwa kwa daraja hili mpaka linafikia kubomoka hapo limejengwa ndani ya miaka 5 hii iliyopita. Ndio mkandarasi alikuja akajenga, lakini kabomoka, wakajitahidi na kukarabati kashindikana. Mpaka sasa hivi hata mkifika eneo la tukio unaweza mkaona daraja lilipoishia na mtu ulivyokata. Ombi letu kubwa kwa serikali iweze kusikia kilio chetu. Watu wa huku tuna mazao yanalimwa huku, lakini ili yaende sokoni yanahitaji kupita hapa. Sasa leo tunayapitisha wapi? Kwa mfano kipindi hiki inafikia mahala tunakosa mahitaji muhimu au kupata fedha za kujikimu kuendeleza maisha yetu, kwa sababu hatuna miundombinu ya kusafirisha mazao yetu kuyapeleka kwenye soko. Kwa kama serikali itasikia kilio hiki, tuweze kupata daraja ili magari yaweze kupita, tuweze kupata fursa ya kusafirisha mizigo na kwenda mahara kwa urahisi, hata kupeleka ugonjwa wetu. Ukiwa hapa Ndara inapatikana huku na ni hospitali kubwa ambayo tunategemea mtu akitaka kufanywa operation aende kule, anapitaje hapa? Inabidi azunguke mbali, hana uwezo. Wetu wengi wanapoteza maisha kwa sababu unakuta mto umejaa, na hapo umepungua kidogo, huwa unajaa hili eneo lote huwa linakuwa na maji. Diwani wa kata ya Kizengi anakiri kuwa kukosekana kwa daraja la uhakika katika mto huu ni kilio cha muda mrefu kwa wananchi hawa. Hivyo wakati umefika sasa kwa mamlaka husika kutekeleza maombi ya wananchi wa eneo hili. Mto huu umepelekea watu kushindwa kufanya biashara,
lakini mahusiano mazuri kati ya kitongoji na kijiji yamepotea kwa sababu wanashindwa kukatisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Biashara hakuna tena, hakuna usafiri wa magari unaopita, wanashindwa kuzifikia huduma za msingi kwa sababu ya mto huu. Kwa ombi kubwa, naiomba serikali ya rais wetu kipenzi Daktari Samia Suluhu Hassan aweze kutusaidia jambo hili ambao wazazi wetu wamekaa nalo kwa muda mrefu zaidi ya miaka 25 linawatesa. Uongozi wetu ni sikivu sana, kuanzia rais na viongozi wengine wote. Sasa naamini watalichukua hili, na mimi kwa sababu ni diwani naondoka nalo hili kulipeleka halmashauri. Karibu Tabora, karibu Toronto.